Hali gani mtazamaji wa Manara TV, ni siku nyingine tena nzuri na kuelekea dabi ya Kariakoo tarehe 25 Juni. Leo niko na shabiki wa Young Africans Godi Yanga. Nataka niongee naye mambo kadhaa, lakini kubwa ni kuelekea dabi hiyo ya tarehe 25. Godi, mambo? Poa, vipi Manara TV? Manara TV salama, uko poa? Manara TV siwaoni kwenye mechi za Yanga. Mbona tupo sana? Sema labda tu nani? Sijawaona Zanzibar. Sijaiona Manara TV Mbeya. Shida nini? Eti kakangu El Bugatti King. Manara TV ndio chombo pekee ambacho Watanzania wanaamini wanapata habari za kweli na uhakika, hasa kwenye michezo Premier League ya Tanzania. Mnapoonekana kwenye maeneo hayo, Watanzania wanaenjoy kupata habari za kweli na uhakika. Okay, si tupo bwana. Mpo. Tupo. Bwana Godi, tukianza moja kwa moja kuelekea dabi ya Kariakoo, labda kwa mtazamo wako itakuwa ni dabi ya aina gani kutokana pia na hii vuta ni kuvuta ambayo ilitokea hapa nyuma? Itakuwa ni mchezo mzuri kwa maana kwamba vita ya panzi, furaha kwa kunguru. Maana yake panzi zitakuwa ni timu ambazo zitapambana uwanjani na kunguru watakuwa ni watazamaji. Maana ile vita ya nje ya uwanja sasa ikihamishiwa ndani ya uwanja, maana yake wapenda mpira, wapenda soka watapata mechi aina ya dabi kweli kweli, kwa sababu maana halisi ya dabi ya Kariakoo ama dabi yoyote duniani ulimwenguni, dabi ni watu ambao wana maneno, wana shamra nje ya uwanja kabla ya pitch. Watu ambao wanaweza wakawa na vita kubwa nje ya kutupiana maneno kabla ya kurushiana hata ngumi. Lakini ikifika kwenye uwanja, maana yake inakuwa ni vita sasa ya wapambanaji 11 wa timu hii na 11 wa timu ile, kuonyesha kwamba waliokuwa wanaongea kabla sisi tulikuwa sahihi au wao walikuwa sahihi. Ni wachezaji ambao ndio wataenda kuzungumza kupitia miguu yao. Itakuwa ni dabi ya kuvutia sana. Naamini washabiki wa mpira wa miguu duniani, kila mtu atatamani kuona namna ambavyo dabi kubwa hii kutoka barani Afrika ikiwa inatifuliwa pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Okay, kumekuwa na ukimya wa muda mrefu kwa Simba, lakini pia hata maneno baadhi ya mashabiki wakisema kwamba wao hiyo dabi hawajui na hawatocheza. Kwanza ni wafumbue wa Tanzania macho kupitia Manara TV na Mavala TV. Ni wafumbue wa Tanzania macho na ni uombe uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kama tiba ya kwanza imeweza kupatikana, basi ipatikane na tiba ya pili. Ukimya wao unatafakarisha vitu vingi. Tafakuri ya kwanza ni kwamba dabi mwenyeji ni Yanga na wao wanaweza wakawa wataki kufanya promo. Ni jambo la kawaida kwenye football yetu, wala haliwezi kunishtua mimi wala haliwezi kumshtua Mtanzania au mwingine wa aina yoyote. Lakini kwenye kuchimbua makaburi na kwenye kuchimbua mambo ambayo yanaendelea kwa wenzetu, kwa sababu huu mpira sio jambo la siri, ni jambo la wazi. Mimi nimezipata za ndani tetesi ya kwamba wenzetu wamejipanga kuleta wachezaji ambao watakuwa wachache kiwanjani. Okay. Wenzetu wamejipanga kuleta wachezaji 8 na kwamba ndani ya muda mfupi mchezaji wao mmoja atakuwa ameumia, kwa sababu kanuni na sheria za bodi ya ligi zinasema kwamba wachezaji wakiwa 7 uwanjani mechi haiwezi kuendelea. Kwa hiyo wenzetu wanataka kutumia hiyo kanuni kuuchafua mpira wa Tanzania. Sasa nichukue nafasi hii kuwaeleza na kuwaweka wazi wa Tanzania kwamba kama likitokea jambo la namna hiyo, mjue kwamba ni mpango mkakati ambao umefanywa na madunduka kufanya mpango huo, kwamba wachukue wachezaji 8 kwa sababu kanuni inaruhusu kuanza na wachezaji 8, halafu mchezaji mmoja aumie kwamba hawezi kuendelea na mechi, ili kanuni nyingine ifanye kazi ya kwamba mchezo unasimama na hauwezi kuendelea, kwamba dabi haijaisha. Sasa ni mchezo wa kihuni ambao kama ukitokea umefanywa hivyo, basi ujulikane ni mpango mkakati ambao watu wamezipata za ndani na wana uwezo wa kuziepuka hizo kanuni. Kwa hiyo tuangalie namna gani ambavyo hawa viongozi wa hizi timu
wanawezaje kusimamia mpira na mpira ukachezwa. Mpira huu unatakiwa uchezwe, uishe, tuendelee na mambo mengine. Tuna jambo la uchaguzi, tutaka tuipigie kura wa viongozi wetu wa kiserikali. Tuna mambo mengi, ligi inatakiwa iendelee, tuna AFCON, tuna CHAN, tuna nini. Lakini kama kuna viongozi wa kihuni wa moja kati ya hivyo vilabu wanaweza wakafanya uhuni huo, basi serikali inapaswa kuwa macho na ichukue hatua kali kwa hao watu. Yani inatakiwa ichukue hatua kali kweli kweli, kwa sababu ni jambo la kihuni ninalotaka kufanywa na viongozi wa kihuni kwenye mpira wetu. Okay, labda kwa hiyo mbinu ambayo watani zenu wanayo, unaamini kwamba wanahofia labda ubora wa Yanga uwanjani? Ni kwamba wanatuogopa, hakuna lingine. Wanatuogopa, wanajua kabisa kwa kikosi cha Yanga kilivyo, hakuna timu yoyote kutoka Afrika Mashariki na Kati, sio tu Simba, Afrika Mashariki na Kati. Sisi kidogo tunaweza tukapata upinzani Afrika Kaskazini kidogo na Afrika ya Kusini kidogo, lakini Afrika Mashariki na Kati mpaka hii magharibi hakuna timu ambayo inaweza kupambana na Yanga sasa hivi ndani ya dakika 90 kauma meno isifungwe na Yanga, hakuna. Kwa hiyo naamini hiyo plani yao walioipanga, wamepanga plani itakayowafanya wao kuokoa kwenye kipigo kikali, kwa sababu wachezaji wa Young Africans, hili na waomba dakika 10 za kwanza tu tumeshafanya jambo la kuwafunga hata mabao mawili, ili wakiondoka waondoke wakiwa tayari wamefungwa. Okay. Yani hili jambo nalikabidhi kwake Clement Mzinze, nalikabidhi kwake Pacome Zouzoua, nalikabidhi kwa wachezaji wote wa Yanga ambao watapata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Dakika 5 za kwanza Simba tuwe tumeshawashona, hata wakiumia huyo mchezaji wao, ili hiyo kanuni, yani tayari sisi tutaondoka nyumbani, mechi imeahirishwa lakini tumeshakushona. Yani tuhakikishe tumeshamshona, yani anaondoka nyumbani na maumivu kwamba kashonwa. Okay, labda ni sehemu gani ambayo wewe unaiaminia zaidi katika kikosi chako kuelekea dabi? Yanga sehemu ambayo naiamini zaidi ni sehemu ya mashabiki. Yanga tukiwa mashabiki tumejaa Benjamin Mkapa, tuko hapa morali wachezaji wetu, maana yake uhakika wa ushindi ni utakuwa mkubwa kuliko jambo lolote. Yani sehemu pekee ambayo naamini wachezaji wanaihitaji ni mashabiki, kwa sababu Yanga anaweza kacheza mchezaji yoyote, idara ya kiungo anaweza kawa Shuaboi, anaweza kawa Nungunungu, anaweza kawa Mudasili, anaweza kawa Lidia Ucho, anaweza kawa Azizi Andambwile, na bado idara ikawa ngumu ikaonyesha uwezo mkubwa. Bado hapo katikati idara inaweza kawa ya beki, anaweza kawa Bakari Nondo, anaweza kawa Diki, anaweza kawa Ibrahim Baka, na bado timu ikapata matokeo mazuri. Kwa hiyo idara pekee ambayo naiamini ni idara ya mashabiki. Mashabiki wa Young Africans wanatakiwa tujitokeze kwa wingi. Tayari bodi ya ligi na Young Africans kupitia afisa habari wameshafanya press. Tumeona namna ambavyo tiketi zitakavyotumika, zile ambazo zilikuwa za awali zilizokatwa zitakuwa live, zitaendelea kutumika. Maana yake ni kwamba wale ambao wamepoteza tiketi, bodi ya ligi watatoa ufafanuzi namna ambavyo watapewa tiketi zao, lakini kubwa kuliko lote ni mashabiki wa Yanga kuja uwanjani, kuja kuisupport timu yetu, kwa sababu muhimu cha kwanza ni kwamba klabu ya Yanga imethibitisha itakuwepo Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga kuungana na timu yetu, kwenda kuiunga mkono timu yetu ni jambo kubwa la kwanza. Tulikuwepo tarehe 8 na timu yetu ilikuja na tulienjoy kuiona timu yetu. Kinachofuatia sasa hivi ni kwamba kuifuata tena timu yetu tarehe 25. Hilo ndio jambo kubwa la kwanza. Kuliko jambo lingine lolote, wao madunduka watajua wao, kwa sababu mpaka sasa mashabiki wao wako njia panda. Hawaelewi wanaenda au hawaendi. Kwa hiyo wao muhimu hata mchezo mashabiki wao hawauoni. Wakija sasa hata mashabiki 10, sisi tutawapelekea moto. Timu yetu itapeleka moto tu. Okay, sawa. Nilimsikia afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe alisema kwamba si jambo jepesi na wala haijawa rahisi kwa dabi kupata mshindi. Amesema kwa sababu kumheshimu mpinzani ipo, lakini kwangu mimi sioni kwa sababu kama mpinzani unamfunga mara 4 mfululizo, ndio unamfunga mara nyingi, ushamfunga migoli mingi kwa timu alionayo dhaifu. Mimi sioni, yani huo ugumu si uoni. Yani labda hali si ukauonea wapi, mimi si uoni. Yani kwamba tunacheza na Simba tuogope kwamba Simba una kikosi kigumu. Cha nani sasa? Mzamiru. Aua. Labda aua ndo unasema Mpanzi, si Mpanzi. Mpanzu huyo ndo mgumu.
Sio ni mimi ugumu wake, kwa sababu hata Mohamed Hussein tangu kaingia kwenye ligi yeye, na labda mfananishe labda na mchezaji yule kutoka Singida yule striker nani anaitwa yule aliotoka Ghana mwenye magoli kibao yule Jonathan Soa. Kwa mfano ukimweka Mpanzu na Jonathan Soa, wewe unaweza kumwogopa nani? Make Jonathan Soa kaingia disha dogo, Mpanzu kaingia disha dogo. Mpanzu ana goli 2, assist 2. Jonathan Soa ana goli 12, ana assist 4. Hapo unamwogopa nani? Na Jonathan Soa tumecheza naye kafunga goli moja. Si bora nimwogope Jonathan Soa kuliko wewe Mpanzu? Mimi Mpanzu siwezi kumwogopa. Aua, unamwogopaje mpaka penalti? Make Yanga mpaka sasa hivi timu tulizozifanyia makosa zikapiga penalti kwa Yanga ni timu, hamna timu ambayo imefunga penalti kwa Yanga kwenye ligi kuu msimu. Sasa huyo Aua yeye mwenyewe alikuwepo raundi ya kwanza, penalti akupata. Kwa hiyo kwamba labda Aua ili umuogope, lazima umuogope kwamba huyu atapiga penalti. Ateba. Na hapo hiyo penalti ili afunge inabidi amfunge Diala. Diala yenyewe kashao kwa penalti kwenye finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sembuse penalti ya huyo Aua mpaka hajaipate. Tufanye ndio, yani refa katokea ndo kawapa penalti. Golikipa Diala. Sasa anamfungaje? Yani huyo Aua anamfungaje Diala kwa penalti zake za kunyata? Anyate akifika pale ndo apige, amwangalie kipa karuka wapi. Diala asubiri upige ndo angalia anaruka. Okay, swali la mwisho tukimalizia. Kumekuwa na fununu kwamba Faisal Salum amerejea tena Young Africans, lakini Bernard Morrison na yeye ameenda Simba. Unamefurahi sana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa nini? Uje pilo la vichekesho sana. Kwa nini? Faisal tetesi zake ni za kwenda Yanga. Yes. Ila Bernard Morrison tetesi zake ni za kwenda Simba. Yes. Na nasikitika kwa sababu nilisikia kwamba Faisal eti alipewa milioni 10 na Simba kama keshika uchumba cha mkataba wa awali, yani kwamba Simba Faisal wamemwona ni wa milioni 10. Milioni 10 zao bora wampelekee huyo Bernard Morrison wao. Morrison wa Kenny Gold aliogopa kufanya sababu juzi. Ndio Simba wanatetesi za kumpata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hao wana kila sababu ya kutokuendelea na ligi kuu. Wana kila sababu ya kutoogopa. Kwa sababu system yetu tunaboresha na Faisal ni mchezaji mkubwa. Faisal, ukimzungumzia Faisal maana yake unazungumzia assist zaidi ya 15, unazungumzia magoli ambayo alifunga last season tu zaidi ya goli 20. Si ndio? Faisal ni mchezaji mkubwa sana. Ukisikia klabu yako inahusishwa na mchezaji kama Faisal Salum, Fei Toto, maana yake wewe unahusishwa kama kumnunua Messi, kumnunua Ronaldo. Lakini ukiona klabu yako inahusishwa na kumnunua Super Bernard Morrison, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini ndio level ya wachezaji wao. Kwani Mpanzu na Morrison wana tofauti gani? Si vile vile kukupa assist 2 Mpanzu na Morrison ni sawa. Yani Morrison kukupa assist 2 na magoli 2 kwenye ligi kuu, maana yake anaweza kukupa na timu zinazoshuka daraja. Ni kama ambavyo wamefanya Mpanzu, ni sawa tu. Wanaweza kuhusishwa na mchezaji kama huyo, yani ndio level zao. Ndio level zao. Okay, sawa. Neno lote kwa mashabiki wa Young Africans kuelekea dabi ya Kariakoo, unaombaje mashabiki wenzako wa Yanga? Shabiki wa Yanga saizi dabi iko uwanjani. Maana yake ni kwamba tumeshatoka Zanzibar, tumemaliza mchezo na Dodoma Jiji. Game iliyobaki ni kipolo cha dabi ya Kariakoo. Mashabiki wa Yanga tunatakiwa tujitokeze kwa wingi Benjamin Mkapa, lakini mwenye uwezo wa kufanya jambo lolote afanye. Afanye kwa sababu ninazo taarifa za ndani za madunduka pamoja na yote wanayofanya, lakini bado wanaroga na wana mganga wao mmoja ametoka wanasema kule wanapaita wapi, ngoja nikuonyeshe za ndani sasa. So Ikwilili. Mimi najua, mimi Simba sinawajua. Kuna mganga mmoja ametoka Malamba mawili. Ya so Malamba mawili hapa Malamba Tanga. Okay. Kuna sehemu inaitwa Daruni huko. Shekumba Shekumba anaitwa Shehamis Kumba nani huko kamkumbe anataka kwa kumba Yanga. Wewe mganga wewe. Hivyo watu wamekusafirisha kabisa kutoka huko Malamba mpaka hapa Dar. Yanga uogopi? Unaongea na mganga namna hiyo? Hivi wewe mganga wewe, wamekutoa huko, wamekuleta Dar uje kuifunga Yanga. Yanga wamekwambia ndio wanafungika kirahisi namna hiyo. Waambie kwanza wasajili, watakupa kazi ngumu.
Hakuna mganga wa kuifunga Yanga, sijamuona mimi. Mganga Mungu peke yake. Huyo ndio mwenye shughuli zote. Lakini nyinyi wengine kamkumbe wa kuiroga Yanga ikafungwa dabi ya Kariakoo tarehe 25. Waliteni hata waganga 100. Mjumlisheni huyo mlomtoa Malamba huyo. Huyo mlomtoa Malamba huyo kumba huyo kamkumbe. Mjumlisheni na huyo alafu muone kama mnaiweza Yanga. Yanga ngumu. Bwana, shukrani sana Godi. Haina noma. Mtazamaji wa Manara TV, huyo ni Godi Yanga, kaongea mengi na mimi sina la ziada. Mimi ni striker hodari, ni wapo dimbani, Mwajuma Tahiru, nyuma kamera ni Chuda 99.